Kila mwaka tarehe kama leo dunia huadhimisha siku ya moyo duniani, na elimu zaidi inawekwa katika upimaji wa mapema na kutambua mwenendo wa afya zetu, lakini hasa afya ya moyo. Na kwa hapa nchini tutaangalia kuhusiana na hilo na maadhimisho kwa mwaka huu, msisitizo zaidi ukiwekwa katika masuala ya kutokupuuzia mapigo ya moyo, zingatia kinga, uchunguzi wa mapema na maisha yenye afya. Lakini sambamba na hili, tumeshuhudia matibabu ya kimageuzi yakifanyika ya moyo hapa nchini kwa nyakati hizi tofauti na miaka ya nyuma. Ni kwa kiasi gani hilo limefanyika na kufanikiwa, ni miongoni mwa yale ambayo tutagusia na kujadili hapa kwa kina zaidi. Tutapata kutoka kwake Dr. Samuel Remamu ambaye ni daktari bingwa wa moyo kutoka Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete. Karibu sana daktari. Asante sana. Karibu sana dokta. Asante sana mtangazaji. Na leo umekuja kwa jambo muhimu sana kuhusu moyo. Wanasema moyo sukuma damu na sio kazi nyingine. Sio mengine. Karibu daktari. Asante. Karibu, na pengine tuanze kwa kufahamu kwanza daktari, kazi ya moyo ni ipi katika mwili wa binadamu, na kulikuwa na upo wastani ule ambao moyo unatakiwa upige kwa dakika. Ni ipi wastani ambao unakuwa sawa sawa pia? Karibu. Kazi ya moyo ni kusukuma damu, na damu inayosukumwa inakuwa imebeba chakula, yani virutubisho vya mwili vinasukumwa na damu, lakini inakuwa imebeba oksijeni ili chakula ambacho kimesukumwa kiweze kuunguzwa na kutoa nishati, kwa inahitaji oksijeni. Kwa hiyo damu inasukuma, moyo unasukuma damu ikisambaza oksijeni na chakula kwenye maeneo mbalimbali ya mwili. Na kwa kawaida mapigo ya moyo ya kawaida kwa wastani inakuwa ni 50 mpaka 60 mpaka 100 kwa dakika, lakini tafiti nyingine hasa za kutoka nchi za Marekani wenyewe wanasema kuanzia 50 mpaka 100. Hiyo ni kawaida. Kwa hiyo ili tuseme kwamba mapigo ya moyo yamekuwa chini sana, ndio hizo tafiti mbalimbali. Watu watafiti wa Marekani natuambiwa chini ya 50, watafiti wa Ulaya yani European countries wanasema iwe chini ya 60. Kwa sisi tunasema mapigo ya moyo yamekuwa chini yanapokuwa chini ya 50. Hapo mapigo ya moyo yanakuwa yamekaa chini. Lakini yanapokuwa zaidi ya 100 tunasema mapigo ya moyo yamekuwa zaidi. Na kwa hiyo inatakiwa average, wastani. Naona mwenzangu alikuwa anahesabu, maana ameshika moyo kwa muda mrefu. Kwa kawaida kwa mtu ambaye hana shida yoyote kama mimi na wewe, mapigo ya moyo hauyasikii. Haupashi kuyasikia. Ukiona unayasikia ujue hapo kuna tatizo, yameshazidi 100. Yakizidi 100 ndo unaanza kuyasikia. Yes. Kwa hata anapopiga haipaswi. Haupaswi kuyasikia. Haupaswi kusikia inavyodunda. Haupaswi kusikia. Na ukijipa muda kama kujisikilizia sana kwa nani? Yaani kuna mtu mwingine anaamua kujisikilizia. Akiamua kujisikilizia ni sawa, lakini kwa kawaida mapigo ya moyo ukiona unayasikia ujue ni tatizo, lazima uende kwa daktari. Ndio maana kauli mbiu nasema usipuuze mapigo ya moyo. Yanapokuwa juu, unapoona unaweza kuyasikia, usipuuze. Sasa usiposikia daktari, utajuaje kuhusiana na hiyo inavyo, kwa sababu umesema ni 50 mpaka 100. Utasikiaje sasa? Sasa hiyo uwezo ukasikia sana sana utajua utakapoenda kwa daktari akaamua kupima mapigo ya moyo. Atakwambia mapigo yako ya moyo lazima upime. Lazima upime na kifaa maalum cha kupimia. Kama hujapima huwezi kusikia. Na huwezi kujua. Kuna wale unakuta labda ni wapenzi, mmoja anamwambia hebu sikiliza mapigo yangu ya moyo. Yanavyodunda. Sasa kama akimwambia sikiliza yanavyodunda na akayasikia kweli, maana yake amemletea stress. Ukiwa na stress mapigo ya moyo yanaongezeka sana. Kwa mfano ukiwa na kitu chochote cha kufanya uwe na hali ambayo ya sintofahamu, moja wapo mwili na mapigo ya moyo yanaongezeka. Ufukuzwe simba hapo au kumuona tu au kupisikia sauti yake, mapigo ya moyo utayasikiliza, maana utasikia, maana umpata stress. Kwa hiyo kuna jambo labda limekupa
anxiety ama limekupa hofu ama limekupa stress, hapo sasa utasikia mapigo ya moyo. Utayasikia mapigo ya moyo. Lakini sio shida. Kuyasikia ni shida kwa sababu stress yenyewe ni shida. Ikiwa yametulia baada ya jambo lile kupita. Sasa hiyo inakuwa ni ya muda. Na yanapoendelea kuzidi sana ndo tunasema ni shida. Lakini ile shida iliyokufanya ikaisha ukawa kwenye comfort zone, yani ukaona hapa hakuna shida yote, unapashwa mapigo ya moyo usiyasikie. Na ukiyasikia akiendelea kwa muda mrefu pia ni tatizo. Maana yake atasababisha moyo kupanuka pia. Tunaitwa tachycardia induced cardiomyopathy. Kwa mapigo ya moyo yakikaa sana kwa muda mrefu bila kuchukua tahadhari, muda unavyoendelea moyo utapanuka. Kwa hiyo kwa miongoni mwa dalili sasa inawezekana magonjwa ya moyo bila shaka. Inawezekana ikawa ni sababu mojawapo ya kusababisha moyo ushindwe kufanya kazi. Mapigo ya moyo yakiwa juu sana, moyo utashindwa kufanya kazi kadiri muda unavyoendelea. Kwa upande wa maradhi ama magonjwa ambayo mmekuwa mkiatibu zaidi kwa hapa nchini, ni maeneo gani hasa ama maradhi gani ya moyo ambayo yameonekana kuwa na changamoto? Sijajua swali. Unataka maeneo gani ukiwa na maanika katika maradhi ya moyo ambayo umekuwa mkitibu? Ni nini ambayo imeonekana kuwa changamoto zaidi? Changamoto zaidi kwenye afya ya binadamu ni shinikizo la damu. Yani hypertension. Kwa kweli inaongozwa kwa magonjwa ya moyo. Lakini magonjwa mengine ya moyo yanaweza katokea kwenye mishipa ya moyo kuziba. Tunaita coronary artery disease au ischemic heart disease. Kumbuka nimekuambia kazi ya moyo ni kusukuma damu ipeleke chakula kutoka point A izunguke kwenye mwili mzima. Sasa mishipa ya moyo inapoziba, maana yake damu haiwezi kwenda kwenye moyo na chakula kiwezi kupelekwa na oksijeni kwenda kwenye moyo. Kwa hiyo mishipa ya moyo inaziba, ambayo ni sehemu mojawapo ambayo tumekuwa nayo tukiona ni magonjwa ambayo tunayapata zaidi. Lakini sehemu nyingine ni moyo kutanuka, yani vyumba vya moyo kuongezeka, yani tunaita dilated cardiomyopathy. Na hii yenyewe inasababishwa, inaonekana ni shida ambayo tunakutana nayo mara kwa mara. Na sehemu nyingine ambayo inakuwepo na kwa nchi zetu za Kiafrika ni hasa kwa umri wa kati, watoto miaka 5 mpaka 15 hata 35, ni valvu za moyo zinaathirika na magonjwa yanaitwa rheumatism. Ni magonjwa ambayo tunasema ni magonjwa ya kimaskini. Unayakuta kwenye nchi za wenzetu zilizoendelea sana ya magonjwa yamepungua sana, lakini kwa sisi wa Afrika ni magonjwa ambayo yanapatikana kwa sababu ya mfumo wa maisha ya kiumaskini, yani kwa nchi ambayo tuko poverty line. Wanapata magonjwa ya valvu za moyo. Na ndio unafanywa operation kwa kuondoa valvu kuweka nyingine kwa sababu ya hizo valvu kushindwa kufanya kazi. Sawa daktari. Usipuuze mapigo ya moyo, zingatia kinga, uchunguzi wa mapema na maisha yenye afya. Leo ni siku ya moyo duniani. Tunaangalia magonjwa ya moyo na matibabu, na tunaye daktari bingwa hapa, Dr. Ray Mam kutoka taasisi ya moyo ya JKCI. Na kwa wale ambao wanafuatilia takwimu za vifo, sababu namba 1 ya vifo duniani ni masuala yanayohusiana na moyo, ama tunasema cardiovascular, ambapo kuna masuala ya heart attack, stroke, kuna mambo mengine yote ambayo yanahusiana na moyo. Ndio kinara ama ndio sababu ya kwanza ambayo inasababisha vifo duniani. Kwa hiyo sio jambo la kupuuzia hata kidogo. Wakati huu ambao tunaendelea na daktari hapa studioni, lakini moja pia kati ya taasisi ambazo ziko chini ya JKCI ni Da Group, ambayo pia nayo inapatikana hapa Dar es Salaam. Mwenzetu Jafari Mponda amekwenda hapo kutazama kuhusiana na siku hii, lakini pia namna ambavyo wanafanya shughuli zao katika kuhakikisha kwamba wanawanusuru Watanzania kutokana na hizi changamoto za moyo. Jeff, kama unanipata, karibu tuambie nini hasa kinajiri hapo Da Group. Asante sana, good luck Paul. Da Group hapa
JKCI katika kitengo hiki cha Dar Group hapa kwa wakati huu. Ni maadhimisho ya siku ya moyo duniani ambapo huduma mbalimbali zinatolewa hapa. Nashukuru katika kauli mbiu umesema sema na moyo hapo. Nami nasema na moyo wangu kwa wakati huu. Na Dr. Baraka niko naye atatueleza kwa kina hasa kwa kile ambacho kinafanyika hapa JKCI Dar Group Tazara hapa Dar es Salaam. Naam, Dr. Baraka, pengine tuende moja kwa moja kwa kujua tu mnaadhimisha vipi siku hii ya moyo duniani hapa JKCI Dar Group Tazara. Okay, nashukuru sana. Kama ulivyodokeza mwanzoni ni kwamba tupo hapa katika viwanja vya JKCI Dar Group hapa Tazara katika kuadhimisha hii siku ya moyo duniani, na tunafanya ili adhimisho kwa kufanya shughuli mbalimbali ikiwemo kuwapokea wagonjwa, kufanya vipimo vya awali ambapo tunafanya vipimo vya pressure, lakini vile tunapima sukari na vile vile kwa wale wagonjwa ambao tunaona watahitaji kufanya vipimo vya moyo watafanya vipimo vya moyo ikiwemo vipimo vya echo na ECG. Lakini vile vile kuna mtaalamu wa lishe ambaye anatoa ushauri kwa ajili ya masuala ya lishe. Lakini vile vile kuna wale wagonjwa ambao watahitaji huduma ya dawa kutokana na jinsi watakavyowaona. Kuna dawa ambazo zinatolewa hapa bure kwa leo kwa ajili ya hili zoezi. Okay. Yeah. Na huduma hizi sina shaka zimeanza saa 2 asubuhi. Zinatarajiwa kufika tamati saa ngapi? Tunatarajia tulipanga kufanya hili zoezi kuanzia saa 2 asubuhi, kwa hiyo tayari sasa hivi kama unavyoona huduma inaendelea na tunatarajia kumaliza saa 10 jioni. Na matarajio kwa hudumia wateja wangapi leo? Tunatarajia siku ya leo kuhudumia wateja kuanzia 300 hadi 500. Hilo ndio lengo letu. Okay. Yeah. Sawa, tunapozungumzia ugonjwa wa moyo ni ugonjwa ambao tumeona kwa kiasi kikubwa sana ukipata kutibiwa hapa nchini petu kwa sasa hivi na hata JKCI mkionyesha mfano katika hilo kwa umadhubuti wenu katika matibabu haya. Kwa maadhimisho hapa ambayo yanafanyika hii leo, kiacha kuja kupima afya zao, kugundua kuhusu ugonjwa huu wa moyo, pengine ni magonjwa gani mengine ambayo yanapata nafasi kwa maadhimisho ya siku hii leo? Kwa sababu hii ni hospitali ambayo hatutibu tu moyo peke yake. Hii kama unavyojua historia hii Dar Group mwanzoni kwa ni hospitali ambayo ilikuwa inatibu magonjwa yote ya kemo ya moyo, na huo utaratibu bado unaendelea tofauti na kule makao makuu ambapo tunatibu magonjwa ya moyo zaidi, lakini hapa ni magonjwa ya moyo na magonjwa mengine. Kwa hiyo mteja wote ambaye tutampokea leo ambaye atakuwa na shida ambayo ni nje ya moyo, mfano magonjwa ambayo yanahitaji upasuaji, magonjwa ya sukari, magonjwa ya figo, watoto wadogo, nao tutawapokea na kuangalia matatizo yao ni yapi na kuwapeleka katika sehemu ambayo itakuwa stahili kwa ajili ya matibabu zaidi. Naam, kwa wale ambao wanasikia matangazo haya mbashara kwa wakati huu, unawaambia nini hasa kwa kinachoendelea hapa? Nawaambia kwamba hawajachelewa, wafike mapema siku ya leo ili waweze kuangalia afya yao, kwa sababu ni muhimu sana kujua afya yako ikoje, kwa sababu tahadhari huwa ni muhimu zaidi kuliko kufanya matibabu wakati tatizo tayari lishakomaa. Inakuwa ni changamoto kidogo. Huduma hizi umetuambia zinapatikana bure hapa. Ndiyo. Pengine nje ya siku hii ya leo ambapo huduma hizi zinapatikana bure, gharama zake huwa zinakuwaje? Inategemea na tatizo lenyewe, sababu kila kipimo au gharama ya matibabu inategemea na aina ya tatizo. Lakini kwa sababu hii ni hospitali ya serikali, vile vile kuna utaratibu wa wale wagonjwa ambao labda anashindwa kuhimili matibabu yake. Kuna watu wa social, watu wa jamii watamwangalia mgonjwa na kuona anahitaji msaada namna gani atatibiwa. Kwa hiyo kila mgonjwa ambaye atakuja hapa, si kwamba ukishindwa kupata kulipia hizo gharama basi utarudishwa nyumbani. Hapana, kwa sababu hii ni hospitali ya serikali. Ikitokea imeshindikana, umeshindwa kabisa, kuna namna ambapo vitengo vya jamii watakuangalia na kuweza kukusaidia kuweza kutatua tatizo. Dr. Baraka, nakutakia kazi njema. Asante sana. Asante. Naam, mtazamaji wa Morning Trumpet ambao unatufuatilia kwa wakati huu, ni Dr. Baraka huyu ambaye ametupa maelezo ya kina kabisa juu ya muktadha wa siku hii ya leo ambapo matibabu yanatolewa bure kabisa katika maadhimisho ya siku ya moyo duniani hapa katika hospitali hii ya JKCI katika tawi la Dar Group hapa Tazara, Dar es Salaam, na huduma zote zinatolewa bure hapa na bado hujachelewa. Huduma hizi zitaendelea kutolewa bure mpaka saa 10
jioni. Good luck Paul. Shukrani sana Jeff, na hapo sasa na wewe umepata fursa ya kupima sasa. Usio kaondoka hivi hivi Jeff. Ni kweli tayari miongoni mwa watakaotibiwa leo ni mimi, kwa hiyo tafadhali msiponiona huko mjue natibiwa jamaa. Shukrani sana Jeff, na tunakutakia kila laheri hapo Da Group Tazara Dar es Salaam. Dr. anaamua kuwapa upimaji wa Tanzania bure kwa leo. Ndio. Na mnaendelea kuhamasisha pia upimaji wa mapema Kabisa. Sawa daktari. Kuna mambo makubwa mawili kwa sababu tunazungumzia kuhusu kusikilizia mapigo ya moyo, lakini tunafahamu kwamba kuna mtu ambaye mapigo ya moyo yanakuwa yako juu sana, mwingine anakuwa yako chini sana. Ndio. Na mwingine anakuwa yako regular ambayo ndio inatakiwa. Lakini mtuzungumze kuhusiana na wale ambao inakuwa imezidi. Unasema moyo unakwenda speed, yani unakwenda mbio, ama unakuwa mapigo yanakuwa yako juu, lakini kuna yule ambaye mapigo ya moyo yanakuwa yako chini sana. Tuanzie na ambaye mapigo ya moyo yako juu sana. Sababu hasa ni nini? Ziko sababu nyingi ambazo zinaweza kufanya mapigo ya moyo yawe juu, yani zaidi ya 100. Mojawapo kama nilivyosema awali, magonjwa ya moyo mojawapo ni mishipa ya damu kuziba. Mishipa ya damu ikiziba inatengeneza chakula kiwezi kwenda kwenye sehemu husika. Labda ile sehemu sasa ambayo haipokei chakula, haipokei oksijeni, ile sehemu inakufa. Tunaita myocardial infarction. Sasa ile ikikaa kwa muda mrefu inatengeneza kovu. Kwa lile kovu linaweza kusababisha umeme wa moyo kuongezeka zaidi. Hiyo ni sababu mojawapo, lakini sababu nyingine tunakuja kuzipata kwa watu ambao wana magonjwa kama ya rheumatism, rheumatic fever, lakini mwisho wa siku anakuwa na rheumatic heart disease, yani valve zinaharibika na viumba vya moyo, hasa chumba kidogo cha upande wa kushoto kinaongezeka, kinasababisha umeme kutoenda vizuri. Sasa umeme unaweza ukapanda, mapigo ya moyo yakawa kubwa zaidi. Magonjwa kama atrial fibrillation, mapigo ya moyo yanaweza kawa juu sana zaidi mpaka 170. Kwa hiyo na hiyo inaweza kusababisha. Lakini wengine wanaweza kawa na shida kwenye moyo ya kuzaliwa nayo. Tunaziita vitu kama channelopathies. Yani ile njia za kupitia ile madini ya sodium, potassium, calcium zinakuwa hazijatengenezwa vizuri mtoto anapozaliwa. Kwa hiyo wanaweza kufika kipindi fulani wakawa na shida ya mapigo ya moyo kuwa juu sana. Na wengine watu wenye shida kama la pressure pia naweza kusababisha pia muscles za kwenye moyo zikaongezeka, na wenyewe wakati mwingine wanakuwa na mapigo ya moyo yanakuwa juu sana. Kwa hiyo ziko sababu mbalimbali ambazo zinaweza kusababisha mapigo ya moyo kuwa juu sana. Lakini kuwa chini sana pia, chini ya 50, na yenyewe inasababishwa na sababu mbalimbali, lakini hiyo tunaita heart block. Na heart block na yenyewe yani manake kuna umeme unatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kuna njia zake zinapita channels. Sasa pale sehemu fulani pakiblock manake umeme hautatembea kufika sehemu nyingine. Kwa hiyo mapigo ya moyo yatakuwa chini. Sasa sababu moja wapo na yenyewe tunapata sana hapa kwenye watu wazima ambao sasa wanaanza moyo unapata fibrosis. Daktari, shikilia hapo hapo, tutakuja kuona pia hizo sababu nyingine za ambazo zinasababisha mapigo ya moyo kuwa chini zaidi. Tutaendelea hapo ulipoishia kwa watu wazima, na wakati huu tukumbushe kwamba tunaye Dr. Samuel Roy-Mam, daktari bingwa wa moyo kutoka taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete, tukizungumza leo ikiwa ni siku ya moyo duniani. Tutarejea. Tumerejea tena, tunaye hapa Dr. Samuel Roy-Mam, daktari bingwa wa moyo kutoka JKCI, tukizungumza kuhusiana na siku ya moyo duniani. Dokta, ulikuwa unazungumza sasa kuhusiana na sababu zinazosababisha mapigo ya moyo kuwa chini. Yes, sababu mojawapo tulikuwa hao wagonjwa tunapata watu wazima sana. Akiwa mtu mzima tunasema kwenye moyo pengine kumetengeneza fibrosis. Fibrosis ni kama scar. Sasa hiyo na yenyewe ikiblock mahali kwenye njia za umeme, mapigo ya moyo yanakwenda chini. Lakini nakumbuka tulipoanza kuweka hizi betri za watu wenye shida ya mapigo ya moyo kuwa chini, tulimkuwa kijana ambaye alikuwa anatokea Karagwe, alikuwa na umri kama miaka 25 hivi. Kwa hiyo hata kwa vijana inaweza ikatokea. Sasa ukiona ile pengine kuna hali ambayo ni ya kuzaliwa nayo, amekuwa nayo kwa muda mrefu, mwisho wa siku moyo umeshinda kufanya kazi, mapigo ya moyo yamekuwa chini. Lakini pia
mwili wa binadamu unafanya kazi kwa ushirika. Kuna mapigo, kwa mfano ile mishipa ya damu inaitwa coronary arteries. Kuna upande wa kulia, kuna upande wa kushoto. Sasa kuna kibranch ambacho kinapeleka damu kwenye hiyo betri ya Mungu aliyotuwekea, inaitwa senile arterial node. Sasa kile kikibroko kile ambacho kinapeleka damu na chakula kwenye hiyo betri ambayo tunayo sisi watu wa kawaida. Kwa hiyo sasa, au unaita betri, najua nakosa lugha nyepesi, lakini kwa utamu ni senile arterial node. Hiyo isipopata chakula, manake si itabroko pale, itakuwa na shida. Mapigo ya moyo yatakuwa chini. Okay. Kwa hiyo ziko sababu ambazo unajikuta inaanza kama pressure, inaleta mishipa ya damu inaanza kama moyo kuziba, damu inayopeleka pale inakuwa kidogo, kwa hiyo ina block pale. Kwa hiyo unajikuta inasababisha mapigo ya moyo kuwa chini. Sasa daktari, kwa sasa tukiangalia afya ya moyo kwa ujumla, ni mtindo gani wa maisha ambao unaweza ukawa hatari kwa afya ya moyo? Mtindo wa maisha ambao unaweza ukawa hatarishi. Sawa. Sasa mtindo ambao unaweza ukawa hatarishi, mojawapo ni namna ya ulaji. Kwa kweli hiyo inaweza ikachukua nafasi kubwa tena zaidi, kwa sababu unapokula chakula ambacho ni hatarishi kwenye afya, watu watanenepa sana, na ukishanenepa sana itakusababisha kupata kisukari. Kwa mfano vyakula gani daktari? Vyakula vyenye mafuta kwa wingi. Okay. Vyakula ambavyo vina wanga kwa wingi. Yani ugali wewe unakula ugali kilo moja unakula peke yako. Lakini nashukuru Mungu na hivyo vimekuwa ndio vyakula vya Tanzania vinavyoliwa sana. Yaani kwa siku mtu lazima aidha ale wali au ugali. Lakini nyewe mnakulaga hivyo, naona kila siku nikutaga kilo zenu ziko hivi hivi. Hiyo mnafanyaje? Lakini ni Mungu tu. Kula sio tatizo. Kula, unapokula chakula manake ukitumie. Ndio. Sasa unakula, wewe kazi yako ni kukaa ofisini tu. Wewe ukila wanga kwa wingi inatengeneza calories au energy kwa wingi, halafu uitumie kufanya kazi. Tofauti na kuli ambaye anabeba magunia. Yeye hata kila kilo moja, mwisho wa siku hiyo kilo moja inatumika inaisha. Kwa hiyo ni kula halafu kawa na mtindo wa maisha bwete. Yaani unakula halafu wewe haufanyi chochote, unakuwa umekaa hapo hapo. Kwa hiyo lazima utanenepa kupindukia. Au unakula vyakula vya mafuta kwa wingi ambayo mafuta hayana afya. Mafuta yenye afya tunasema ni mafuta ya mbegu. Mafuta kama Tanzania tuna mafuta mengi ya alizeti. Lakini ukitoka kwenye vyakula, lakini kuna vinywaji ambavyo vina sukari kwa wingi ambavyo ni maarufu, soda, juisi, ramba. Sasa hivyo mwisho wa siku mtu anakula hivyo vyakula afa afanye kazi, anaishia kunenepa. Ukinenepa ni hatarishi, kwa sababu utapata sukari, utapata kiharusi, mafuta kwenye mwili yatakuwa mengi. Lakini watu wanakula hivyo daktari, wanadai kwamba watapata miili mipya mbinguni. Sasa si upate uende mbinguni kwa wakati. Sasa unaenda mbinguni wakati unataka kuishi duniani. Maana ingekuwa ni hivyo watu wasingekuja na kuja usalini sasa. Wanakuja tuwaponye usalini alafu wanataka kwenda mbinguni. Sasa subiri safari imefika. Daktari, sasa shida sio chakula, inawezekana ni kiwango pia. Yes, kiwango cha chakula. Na hiyo unaweza kaiweka kwenye practical. Kama mimi nikiona kilo zangu nataka kuongezeka, napunguza msosi. Kwa mfano kama jana mkaanga naweza, mbona siku hizi nakula chakula kidogo? Kumbe mimi nimeshapima, naona mbona kama swali sasa inaanza kubana. Kwa hiyo nianza kupunguza chakula. Lakini utaki mambo ya kupewa mwili mpya. Utaki mwili mpya. Baki kama wewe ambao si yakuna una mwili mpya. Miaka yote nakutaga hivi hivi. Hata baada ya kuoa hauna mwili mpya. Kwa hiyo baada ya kuoa wameniambia tu wananipa muda. Lakini ubi smart, ukae hivi hivi, unakuwa na afya njema. Kwa hiyo kiwango cha chakula ambacho nakula. Kwa mfano wagonjwa wengi wa kisukari tunaambia wale size ya ngumi yao. Hiyo wanga inakuwa inamtosha. Kwa hiyo ulaji ambao sio mzuri. Lakini vitu vingine ambavyo vinatalishi kwenye afya ya moyo, kauli mbiu ya mwaka huu ni usipuuze mapigo ya moyo, zingatia kinga. Fanya uchunguzi mapema na maisha yenye afya. Sasa kinga mojawapo ni kuepuka hivi vitu vya kisasa vilivyokuja, matumizi ya tumbaku.
na penye huwa tunapata challenge. Ukiambia tumbaku, wazee nakwambia mimi navuta tumbaku mpaka nikakusomesha shule navuta tumbaku. Nikalima tumbaku, mbona sijafa? Nimekaa miaka hii. Na miaka 80. Na miaka 80. Unakosa jibu, lakini ushahidi unaonyesha kwamba matumizi ya tumbaku yanasababisha shida ya moyo. Inasababisha pressure, inasababisha mishipa moyo kuziba, na tunakutana nao kwa wingi, na hasa vijana kwa kizazi hiki. Na tumbaku sasa hivi hatusemi fegi hizo. Fegi maana yake mtaji wa sigara. Matumizi ya tumbaku tukimaanisha ugoro, shisha na fegi zenyewe. Watoto vijana wadogo wanakuja mishipa ya moyo imeisha ziba, tunawazibua pale, na gharama zake ni kubwa zaidi kuliko unavyofikiria. Kwa hiyo unaweza kaangalia uchumi nao ingia na nao toka, ni kama unabaki na kabisa. Daktari, hilo wajue ni kiasi gani kwa mfano ya kufanya hiyo matibabu? Kufanya matibabu kwa mfano ya kuzibua mishipa ya damu, yani mishipa mmoja kima cha chini ukilipiwa na bima ya afya inafika milioni 6. Mmoja tu, mshipa mmoja wa damu. Ukiongezeka 2 3 gharama zinaongezeka zaidi. Kwa hiyo kumbe ungeepuka hivi vitu vingine, hizo milioni 6 zingesomesha watoto shule. Zingeendeza uchumi wako. Lakini kingine ambavyo ni shida, matumizi makubwa sana ya pombe, alcohol consumption. Moja hapo ni kubwa. Sasa unajua unapozungumza vitu kama hivi, mimi naviangalia kwamba nielimishe watu, halafu waamue kufa au amue kuishi. Kwa sababu ukiwachokoza sana unalima tumbaku, watakwambia sisi tunapata dola kwa tumbaku. Wewe utatuambiaje tusitie? Lakini uzuri hata makampuni yenyewe wanatengeneza vitu hivyo wanakupa tahadhari kabisa. Wanakupa tahadhari. Kuandikia kabisa baya. Inategemea wanakuandikia na wewe unatumia ukijua. Sasa unaweza kaamua kuacha. Kwa hiyo pombe na yenyewe inachangia kwa kiasi kikubwa. Lakini sasa ukisema watu wasinywe pombe, serikali sinapata kodi hapo kwenye tumbaku, kwenye pombe, na mwisho wa siku inakuja usalini. Sasa hapo ni kupima kwamba ni faida iko wapi kubwa zaidi kwenye kupata hiyo pesa ambayo mwisho wa siku itaisha kwa ajili ya matibabu. Kwa hiyo ni vitu mtambuka, na sisi kwa kweli na nyie msikose kuendelea kuelimisha jamii kwa jinsi wako watakaookoka, watakaoamua wenyewe wakaacha wakawa na afya njema. Lakini maisha mengine mazuri ambayo kulinda afya ni kufanya mazoezi. Kama nilivyosema, unakula ugali kilo 1, hautafanana na kuli atakayokula kilo 1. Yeye ataitumia pale. Kwa hiyo kila chakula ukapata nafasi ya kufanya mazoezi angalau mara 3 kwa wiki, nusu saa, inakuwa inatosha. Inakupa nafasi ya kuunguza kile chakula ambacho umekitumia. Kwa hiyo maisha yako yatakuwa mazuri na moyo utaendelea kuwa na afya njema. Wengine wanasema wanataka kupata kitambi cha kufutia simu. Na wengine wanasema pia kwamba akiwawashi, akiwaumi hicho kitambi kwa hiyo hakina shida. Yes. Unajua vitu vizuri kwa kawaida vinaanzaga kama malaika wa nuru. Yaani vitu vibaya vinaanza kama malaika wa nuru. Sasa huyu akishabanwa huko mbele natakaje kuwa kuambia maana wanaona shetani wanakuja kama malaika wa nuru. Kwa hiyo ukianza akija hapo kumwambia shida sasa ni uzito uliokusababisha yote haya. Unaona anaanza kukuuliza mara mbili. Sasa nifanyeje kupunguza? Nifanyeje kupunguza? Sasa hata ukipunguza saa hizi sisi tayari umeshaathirika. Athari imeshatokea. Na sisi hatupunguzi kwa visu hii. Haya mwambie akimbia. Hawezi kukimbia hata hatua moja na angukia pua. Kwa hiyo anabaki na sehemu moja tu ya ukontrol chakula. Sasa mimi kama hiyo inagoma hata kutoka. Wakati una hamu ya kupunguza sasa moyo uishe, unakataa. Na ziko dawa ambazo ni mpya za kupunguza uzito. Umesikia mambo ya kuweka puto, Broganzila, lakini kuna dawa ambazo zinaitwa Ozempic sasa hizi zinatengenezwa na wenzetu huko Ulaya. Dozi moja ni milioni 1.2. Maana yake kima cha chini ni dozi 8. Kwa hiyo ni milioni 10 hapo inatumika kwa ajili ya sindano ya kupunguza uzito. Lakini mimi wanajiuliza hata ukichoma sindano na milioni hizo 10, si mwisho wa siku utarudia kula? Utarudia kwenye hiyo junk food. Kwa hiyo mwili utarudi tena kama kawaida. Kwa hiyo wewe mwenyewe kuamua kuchukua kinga yako mwenyewe kutoka moyoni inakuwa ni nzuri zaidi hata kuliko matibabu yao tunatoa ya usalini. Asante sana daktari. Na uzuri unajua madaktari wanashauri na uamuzi unabaki kabisa. Kabisa. Daktari, tunakushukuru sana kwa ushauri wako, na kama ulivyosema watakaotaka kuokoka basi watachukua hilo kama neno la uzima.
ambao kwa sababu inabaki sasa kwenye maamuzi ya mtu daktari. Ndio, huwezi ukamlazimisha na hata serikali ukalazimisha. Kwanza serikali wakilazimisha sana wasilime tumbaku, wasinywe pombe, na kipindi hiki kigumu kinachokuja watasema watakii mema. Kwa hiyo hata ile Oktoba watatiki watasema yeye hatakii mema. Lakini wewe kazi yako ya kitaalamu ushaifanya. Mimi nimeshaitoa. Basi tunakushukuru sana daktari. Asante daktari. Na heri ya siku ya moyo duniani. Asante sana watangazaji, nimefurahi kuona tena. Lakini pia kwa ufupi sana daktari, masuala ya mapenzi na nini yanaweza kaleta shida kwenye mambo ya moyo. Kwa ufupi sana. Sababu pia tumesikia ukipenda sana yani kupenda sana, kuachwa, kuumizwa kwenye mapenzi. Moyo unakuwa unauma. Mimi nafikiri kwa kweli nimetibu wagonjwa sasa, huu ni mwaka wa 25, 26 naenda. Nimeanza kuona wagonjwa. Lakini kwa kipindi hiki wagonjwa nao kutana nao wenye shida ya moyo, wenye umri mdogo kama alivyo Ida. Ni mambo ya kifamilia. Ukimwambia mwaka wa jambo nyumbani, unaweza ukashangaa na inama chini, akiinuka anaona analia machozi. Sasa ukija kumuuliza kilichotokea nyumbani, yeye anakijua yeye mwenyewe. Ameachwa, ameongeza mke wa pili, baba ameongeza mke wa pili, amefanyaje, unakutana nayo. Na wagonjwa kama hao pressure hazishuki. Na sana sana nikiwapa counseling naweza kumuomba basi siku nyingine njoo hata na mume wako. Sasa siku ukiona amekuja na mume wake, maana yake kwamba hapo mambo yamekaa vizuri. Maana kama atakuja na begi la mama, kwa hiyo hapo akija next time utakuta pressure imeanza kushuka kama somo likieleweka. Lakini maana yake inasababisha stress. Kwa hiyo moja wapo ya strategy ya kutibu magonjwa ya moyo ambao ni sio kutumia dawa, to manage your stress. Sasa stress nyingine zinaanzia kwenye familia. Maisha ya kifamilia kabisa ya kinyumba pale, au unaosema ya kimapenzi, yanaleta shida kwenye moyo. Na kiutaalamu zaidi, mtu anapopata stress anatengeneza chemicals zinaitwa catecholamine. Zile catecholamine zinatoka kwenye mishipa ya fahamu kwenye ubongo. Zile zinasababisha moyo kuendelea kupiga zaidi. Ikipiga zaidi moyo unasababisha massive vasoconstriction. Kwa unajikuta moyo pressure inapanda, inaendelea kupanda. Sasa hiyo pressure jinsi haisikii dawa. Kwa hiyo kama hautachukua social and family history, kuja nayo mtibu huyu, mbona umri kwanza mdogo, amekuja mara kwanza dawa zisikii, mara ya tatu dawa zisikii, mara ya tatu, lazima ujiulize kwa nini? Kwa nini pressure inagangana? Unajikuta ni family issues. Sasa nyingine ni mambo ya kifamilia ya kuya set down, ya kupunguza stress. Kwa hiyo watu wapungue stress. Wakati mwingine umekosa kupata raha kwa mwenzio, basi wewe jipe raha mwenyewe. Mwingine achukua kama simple tu. Na moyo wako simpe mtu. Unasema nimempa moyo wangu. Kabidhi mtu moyo. Asante sana. Asante sana daktari. Tunakushukuru kwa elimu hii. Asante. Na karibu tena wakati mwingine. Asante sana. Ni Dr. Samuel Rweyomamu ambaye ni daktari bingwa wa moyo kutoka taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete, na leo ni siku ya moyo kimataifa. Elimu zaidi inahimizwa katika jamii kwa sababu uelewa unakusaidia pia hata wewe kuendelea kulinda afya ya moyo wako.